Barua ya kwanza ya Petro. Petro wa kwanza, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Petro, mtume wa Yesu Kristo. Ninawaandikia ninyi mliochaguliwa na Mungu na ambao mlisambazwa na mnaoishi kama wakimbizi kule Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia na Bitinia. Mungu Baba aliwachagua ninyi tangu mbele kufuatana na mpango wake na kufanywa watakatifu na Roho, mpate kumtii Yesu Kristo na kusafishwa kwa damu yake. Ninawatakia neema na amani kwa wingi. Tumsifu Mungu, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa huruma yake kubwa ametupatia uzima mpya kwa njia ya kumfufua Yesu Kristo. Na kwa hiyo tumepata tumaini lenye uzima, na hivyo tutapata baraka zile ambazo Mungu aliwawekea watu wake. Baraka zisizoweza kuoza, wala kuchafuka, wala kupunguka. Nazo zinawekewa akiba kwa ajili yenu mbinguni. Ninyi ambao kwa imani munalindwa salama kwa nguvu za Mungu kwa ajili ya wokovu ambao uko tayari kufunuliwa kwa mwisho wa nyakati. Katika mambo hayo yote mshangilie kwa furaha, ijapokuwa inawapasa sasa kuhuzunika kwa wakati kidogo kwa ajili ya majaribu ya namna mbalimbali. Majaribu hayo ni kwa ajili ya kupima imani yenu. Dhahabu ni kitu kinachoharibika, lakini ingawa vile inapimwa kwa njia ya kuchomwa ndani ya moto, hivi vile imani yenu inayokuwa ya bei kali kuliko dhahabu inapaswa kupimwa kusudi ijulikane kuwa ya kweli. Na kwa sababu hii mtapata sifa, utukufu na heshima wakati Yesu Kristo atakapotokea. Ninyi mnampenda ijapokuwa hamjamuona, na mnamwamini ijapokuwa sasa hamumuoni. Na zaidi ya ile, mnashangilia kwa furaha isiyoweza kuelezwa, inayojaa utukufu, kwa maana mnapokea shabaha ya imani yenu, ni kusema wokovu wa roho zenu. Manabii walifanya uchunguzi na upelelezi juu ya wokovu ule, nao walitabiri juu ya zawadi ambayo ninyi mungepewa. Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao alitangulia kushuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa nyuma. Nao walijitolea kusudi wapate kuvumbua wakati gani na kwa njia gani mambo haya yatafanyika. Mungu aliwafunulia wale manabii kwamba ujumbe ule walioutangaza haukuelekea wao wenyewe, lakini uliwaelekea ninyi. Na sasa ujumbe ule umetangazwa kwenu na wale waliowahubiri habari njema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyetumwa toka mbinguni. Hata wa malaika vile wanatamani kujua mambo hayo. Kwa sababu hiyo, mkuwe tayari kwa kutumikisha akili yenu. Mukeshe na muweke tumaini lenu lote katika baraka ile mutakayopewa wakati Yesu atakapotokea. Kama watoto wenye utii, musiachilie maisha yenu kutawaliwa na tamaa mbaya mulizokuwa nazo zamani wakati mulipokuwa mukiishi katika ujinga. Na sawa vile Mungu aliyewaita ni mtakatifu, ninyi vile munapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, muwe watakatifu kwa maana mimi ni mutakatifu. Na ikiwa katika maombi yenu munamuita Baba yule anayehukumu kila mtu pasipo upendeleo kufuatana na matendo yake, basi muishi katika heshima mbele yake kwa muda unaowabakilia kwa kuishi hapa katika dunia. Kwa maana munajua namna gani mulivyokombolewa toka katika tabia za ovyo mulizoambukizwa na babu zenu. Hamkukombolewa kwa njia ya vitu
vinavyoharibika kama vile fedha au dhahabu. Lakini mulikombolewa kwa njia ya damu yenye bei kali ya Kristo, aliyekuwa kama kondoo asiyekuwa na kilema wala uchafu. Yeye ndiye aliyechaguliwa na Mungu mbele ya kuumbwa kwa dunia, na alifunuliwa kwa ajili yenu katika nyakati hizi za mwisho. Kwa njia ya Kristo ninyi munamwamini Mungu aliyemfufua na kumpa utukufu, na kutokana na hiyo munamwamini Mungu na kumwekea tumaini lenu. Ninyi mumekwisha kutakaswa kwa njia ya kutii neno la kweli, kwa kuwapenda wandugu zenu pasipo unafiki. Basi mupendane kabisa kwa moyo wenu wote, kwa maana mumezaliwa upya kwa nguvu za neno la Mungu lenye uzima na linalodumu hata milele. Nanyi si kama watoto waliozaliwa na wazazi wenye mwili huu unaokuwa wa kufa, lakini watoto waliozaliwa kwa nguvu ya uzazi usioweza kufa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, wanadamu wote ni kama majani, na utukufu wao wote unatoweka kama maua. Majani yanakauka na maua yanaanguka, lakini neno la Bwana linadumu hata milele. Na neno hili ni habari njema iliyohubiriwa kwenu. Petro wa kwanza sura ya pili. Basi mtupilie mbali matendo yote maovu na ya udanganyifu pamoja na wivu na masingizio ya kila namna. Kama vile watoto wachanga wanaotamani maziwa, na ninyi vile vile mkuwe na hamu ya kunywa maziwa safi ya kiroho, kusudi mupate kukomaa na kuokolewa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, mumetambua kwamba Bwana ni mwema. Mumwendee Bwana. Yeye ni jiwe lenye uzima. Jiwe lile lilitupiliwa na watu, lakini lilichaguliwa na Mungu, nalo linahesabiwa kuwa la bei kali mbele yake. Nanyi vile vile kama mawe yenye uzima mutumiwe kwa kujenga hekalu la kiroho. Na mule mutafanya kazi takatifu ya ukuhani kwa kutoa sadaka za kiroho zinazompendeza Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa hivi katika maandiko matakatifu, nimesimika jiwe kubwa la pembe katika Sayuni. Jiwe lile ni la bei kali, ni mimi niliyelichagua. Yule anayelitumainia hatapata haya. Basi jiwe lile linahesabiwa kuwa la bei kali kwa wale wanaoamini, lakini kwa wale wasioamini ni jiwe lililotupiliwa na wajengaji, lakini sasa linakuwa jiwe kubwa la pembe. Tena imeandikwa kwamba jiwe lile ni la kukwalisha watu, nalo ni la kuwaangusha. Wamejikwaa kwa sababu hawakuamini neno la Mungu, na hivi ndivyo walivyopanga kwa ajili yao tangu mwanzo. Lakini ninyi ni watu wa kizazi kilichochaguliwa na Mungu na wa ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa takatifu na watu wa pekee wa Mungu. Mumechaguliwa kusudi mtangaze matendo makubwa ya yule aliyowaita kutoka katika giza na kuwaingiza kwenye mwangaza wake wa ajabu. Zamani ninyi hamkukuwa watu wa Mungu, lakini sasa munakuwa watu wake. Zamani nyinyi hamkuhurumiwa na Mungu, lakini sasa mumehurumiwa naye. Wapendwa wangu, ninawasihi ninyi kama vile wageni na wasafiri hapa katika dunia, muepuke tamaa za mwili zinazopigana na roho. Mkuwe na mwenendo mzuri kati ya wapagani, kusudi wakiwasingizia kwamba mumefanya mabaya, wapate kuona matendo yenu mema na wamtukuze Mungu siku ile ya kuja kwake. Kwa ajili ya utukufu wa Bwana, mutii mamlaka yote ya watu. Ikiwa ni mfalme anayekuwa na uwezo juu ya vyote, au ikiwa maliwali waliosimikwa naye kwa kuwaadhibu watenda mabaya na kuwapa zawadi wale
wanaotenda mema. Na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, anayetaka mnyamazishe usemi wa ujinga wa wapumbafu kwa njia ya kutenda mema. Muishi kama watu wanaokuwa na uhuru, lakini musitumie uhuru wenu kwa kufunika ubaya, lakini muishi kama watumwa wa Mungu. Muwaheshimu watu wote, muwapende wa ndugu zenu waamini, mumwogope Mungu, mumuheshimu mfalme. Ninyi watumishi, muwatii wa bwana wenu na kuwapa heshima yote, si wale wanaokuwa wema na wapole tu, lakini hata wale wanaokuwa wakali vile vile. Kwa maana mukivumilia mateso musiyo yastahili kwa ajili ya kumheshimu Mungu, yeye atawabariki. Kuna sifa gani kama mkivumilia mapigo kwa sababu mulitenda mabaya? Lakini mkivumilia mateso kwa sababu mulitenda mema, jambo hilo linampendeza Mungu. Ni kwa ajili ya shabaha hiyo Mungu aliwaita kumfuata, kwa sababu Kristo vile vile aliteswa kwa ajili yenu, akiwaachia mfano kusudi mfuate njia yake. Yeye hakutenda zambi, wala neno la udanganyifu halikutoka ndani ya kinywa chake. Wakati walipomtukana, hakurudisha matukano. Alipoteswa, hakutisha watu hata wamwogope, lakini alijiachilia katika mikono ya Mungu anayehukumu watu kwa haki. Kristo yeye mwenyewe alibeba mizigo ya zambi zetu ndani ya mwili wake alipoteswa juu ya msalaba, kusudi tupate kuachana na zambi kabisa na kuishi maisha ya haki. Kwa ajili ya mapigo yake ninyi muliponyeshwa. Kwa maana mulikuwa kama kondoo wanaopotea, lakini sasa mumerudi kwa yule anayekuwa mchungaji na muangalizi wa roho zenu. Petro wa kwanza sura ya 3. Ninyi wake muwatii waume wenu, kusudi kukiwa wamoja kati yao wasioamini neno la Mungu, mupate kuwavuta kwa kulisadiki kwa mwenendo wenu mzuri pasipo kuwaambia neno. Wataweza kuvutwa kwa kuona mwenendo wenu safi na wa heshima. Kujipamba kwenu kusikuwe kwa nje, sawa vile kusuka nywele, kuvaa mapambo ya dhahabu au nguo za bei kali. Lakini mapambo yenu yanapaswa kuwa ya ndani ya moyo, yasiyoweza kuharibika. Sherti mapambo yale yakuwe yenye kutokana na roho ya amani na upole inayohesabiwa kuwa ya bei kali mbele ya Mungu. Kwa maana ni vile ndivyo wanawake waliomwabudu Mungu kwa kweli na kumtumainia walivyojipamba, wakiishi katika utii mbele ya waume wao. Ni vile Sara alimtii Abrahamu akimuita Bwana. Ninyi ni wabinti zake kama mkifanya mema pasipo kuogopa kitisho chochote. Vile vile ninyi waume mukae na wake wenu mukifahamu kwamba wao ni kiumbe kizaifu. Munapaswa vile vile kuwapa heshima, kwa sababu watapokea pamoja nanyi zawadi ya uzima. Mufanye hivi kusudi maombi yenu yasizuizwe. Kwa kumaliza, ninyi wote mukuwe na mawazo na nia moja, mupendane kama wandugu waamini, mukuwe wema na wanyenyekevu. Musirudishiane mabaya kwa mabaya au matusi kwa matusi, lakini muombeane baraka, kwa sababu Mungu aliahidi kuwabariki nyinyi wakati alipowaita kumfuata. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, kuna mutu anayependa kuishi vizuri na kukaa katika siku za heri? Azuize ulimi wake na mabaya, nayo midomo yake na uongo. Aepuke mabaya, atende mema, atafute amani na kuifuatilia. Kwa maana macho ya Bwana yanawaelekea wenye haki, nayo masikio yake yanasikiliza maombi yao, lakini uso wa Bwana unawapinga waovu.
Ni nani atakayewazuru ninyi kama mkiwa wenye bidii katika kutenda mema? Hata mkiteswa kwa ajili ya haki, ninyi ni wenye heri. Musiwaogope watu, wala musihangaike. Lakini mumtukuze Bwana wenu Kristo ndani ya mioyo yenu. Mkuwe tayari wakati wowote kumujibu kila mutu anayewauliza juu ya tumaini munalokuwa nalo. Lakini mfanye vile kwa upole na heshima, mukiwa na dhamiri safi, hata wale wanaowasingizia na kuwatukana juu ya mwenendo wenu mzuri katika ushirika wenu na Kristo wapate haya. Kwa maana kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, ikiwa ni mapenzi ya Mungu, ni vizuri kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kufuatana na hiyo, Kristo naye alikufa mara moja tu kwa sababu ya dhambi zenu. Yeye alikuwa mwenye haki kwa ajili ya waovu, kusudi aonyeshe nyinyi njia ya kumfuata Mungu. Aliuawa kimwili, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipata tena uzima. Kwa njia ya huyu Roho alienda hata kuhubiri roho zilizokuwa katika kifungo. Roho zile ni za watu walioasi Mungu zamani za kale, alipowavumilia katika siku Noa alipotengeneza chombo kikubwa. Ni watu 8 tu ndio waliingia ndani ya chombo na kuokolewa katika maji. Maji haya ni mfano wa ubatizo unaowaokoa ninyi sasa. Ubatizo ule si kwa ajili ya kusafisha uchafu wa mwili, lakini ni njia ya kufanya mapatano na Mungu katika dhamiri safi. Nao unawaokoa ninyi kwa njia ya ufufuko wa Yesu Kristo, aliyepanda mbinguni na anayekaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu, akitawala wa malaika nao wenye mamlaka na uwezo wanaokuwa katika mbingu. Petro wa kwanza sura ya 4. Kristo aliteswa kimwili. Basi ninyi vile mujikaze mpate kuwa na nia kama ile yake. Kwa maana mtu anayevumilia mateso ya mwili anaachana kabisa na dhambi. Sasa msiishi tena kufuatana na tamaa za kimutu, lakini muishi kufuatana na mapenzi ya Mungu kwa muda unaowabakilia kwa kukaa katika dunia. Kufuatana na hiyo, zamani mulipitisha siku nyingi mukifanya matendo yanayolingana na ya wapagani. Mulizoea kuishi katika uasherati, tamaa mbaya, ulevi, karamu za ulafi, za ulevi na kuabudu sanamu. Sasa wapagani wanashangaa kuona ninyi hamushirikiani nao tena katika maisha ya ovyo ovyo, na kwa hiyo wanawasingizia ninyi. Lakini watu hawa watasamba maneno yao mbele ya Mungu anayekwisha kuwa tayari kwa kuhukumu wafu na wazima. Kwa sababu hiyo, habari njema ilitangazwa kwa wafu, kwa wale waliohukumiwa kimwili sawa watu wengine, kusudi wapate kuishi kiroho kama vile Mungu anavyoishi. Mwisho wa vitu vyote unakaribia kutimia. Kwa hiyo, mkuwe wenye akili na waangalifu, kusudi mkuwe na uwezo wa kuomba. Na zaidi ya yote, mudumu katika upendo nyinyi kwa ninyi, maana upendo unafunika dhambi nyingi. Mukaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Kila mtu kati yenu anapaswa kuitumia zawadi ya kiroho aliyojaliwa na Mungu kwa ajili ya mafaa ya wengine. Na hivi mtakuwa walinzi wazuri wa zawadi mbalimbali mulizopewa na Mungu. Yule anayehubiri anapaswa kutoa ujumbe wa Mungu, na yule anayetumika atumike kwa kadiri ya nguvu alizopewa na Mungu, kusudi Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa njia ya Yesu Kristo, anayekuwa mwenye utukufu na uwezo kwa milele na milele. Amina. Wandugu wapendwa, musishangae kwa kuona mateso makubwa ya kuwajaribu munayopata. Musiyahesabu kuwa kitu kigeni kwenu, lakini mufurahi kwa sababu
munashiriki katika mateso ya Kristo. Na kwa hiyo mutashangilia kwa furaha wakati atakapoonekana katika utukufu. Ninyi ni wenye heri kama watu wakiwatukana kwa ajili ya Kristo, kwa kuwa Roho wa utukufu, maana yake Roho wa Mungu, anakaa ndani yenu. Kati yenu kusikuwe hata mtu mmoja anayeteswa kwa sababu yeye ni muuaji, mwizi, mtenda mabaya au mwenye kujiingiza katika mambo ya watu wengine. Lakini mtu akiteswa kwa sababu yeye ni Mkristo, asione haya, lakini atukuze Mungu kwa kuwa anaitwa kwa jina lile. Wakati wa hukumu unakaribia, na hukumu itaanza na watu wa Mungu. Na kama hukumu inaanzia kwetu sisi, basi mwisho wake utakuwa namna gani kwa wale wasiotii habari njema ya Mungu? Ni kama vile maandiko haya matakatifu yanavyosema: ikiwa hata kuokolewa kwa mwenye haki ni kugumu, itakuwa namna gani kwa muovu na mwenye zambi? Basi watu wanaoteswa kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu waendelee kutenda mema, nao watoe roho yao katika mikono ya Mungu muumba wao, anayekuwa mwaminifu kabisa. Petro wa kwanza sura ya 5. Ninawaonya wazee wa kanisa wanaokuwa kati yenu. Mimi vile ni mzee mwenzenu, nami ni mshuhuda wa mateso ya Kristo, na zaidi ya hii nitashiriki katika utukufu ule utakaotokea. Ninawaonya mchunge lile kundi Mungu alilowapatia, si kwa kulazimishwa, lakini kwa mapenzi yenu, sawa vile Mungu anavyotaka. Msitumike kwa ajili ya tamaa mbaya ya mali, lakini kwa kujitoa kwa moyo mwema. Musitawale kwa kinguvu kundi lile lililowekwa chini ya uangalizi wenu, lakini mkuwe mifano kwao. Na wakati mchungaji mkubwa atakapotokea, mtapokea taji ya utukufu isiyoweza kuharibika. Na hivi vile ninyi vijana munapaswa kuwatii hao wazee. Ninyi wote munapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana, maana maandiko matakatifu yanasema: Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawajalia wanyenyekevu neema. Basi mujinyenyekeze mbele ya Mungu mwenye uwezo, kusudi awainue kwa wakati unaofaa. Mumtolee masumbuko yenu yote, kwa maana yeye anawashughulikia. Mkuwe waangalifu na mkeshe, kwa maana adui yenu Shetani anazunguka kama simba anayenguruma, akitafuta yule atakaye rarua. Mupingane naye mukisimama imara katika imani, mukijua kwamba fasi zote katika dunia wandugu zenu wanapata mateso kama hayo. Lakini mukisha kuteswa kwa muda kidogo, Mungu mwenye neema yote, aliyewaita kusudi mupate kushiriki naye katika utukufu wake wa milele katika kuungana kwenu na Kristo, yeye mwenyewe atawakamilisha, atawatia nguvu na kuwasimamisha imara kabisa. Yeye ndiye Mungu mwenye uwezo kwa milele na milele. Amina. Nimewaandikia barua hii fupi nikisaidiwa na Sila, ninayemjua kuwa ndugu mwaminifu. Ninataka kuwatia moyo na kushuhudia kwenu kwamba mambo hayo yanayoelekea neema ya Mungu ni ya kweli, nanyi msikose kushikamana nayo. Kanisa linalokuwa katika Babeli, lililochaguliwa na Mungu kama vile ninyi, linawasalimia. Vile Marko, mwana wangu katika imani, anawasalimia. Msalimiane kwa upendo wa kindugu. Ninawatakia amani ninyi watu wote wa Kristo.